watu ambao unatakiwa uwaepuke kwenye kuolewa nao na kuwaoa. Watu wenye tabia hizi waepuke kuingia nao kwenye ndoa. Kwa upendo wa Kristo na kuonyesha hawa watu wenye tabia hizi waepuke kuingia nao kwenye ndoa. Maana utajuaje kama utawarekebisha? Ni watu gani hao ambao waepuke? Mtu wa kwanza, epuka mtu mchafu. Mtu mchafu, uchafu unaongelewa hapa ni uchafu wa kiroho na uchafu wa kimwili. Mtu wa pili wa kumwepuka kuingia naye kwenye ndoa, epuka mtu mlevi, muepuke. Mtu mwingine ambaye ni wa kumwepuka, epuka mtu muongo. Epuka mtu muongo wa kupitiliza. Jua kuna uongo na kuna uongo wa kupitiliza. Epuka mtu mwizi kuingia naye kwenye ndoa. Epuka mtu mwizi. Kwa hiyo ambaye ni Mkristo, epuka mtu mwizi. Mtu mwingine wa kuepuka, epuka mtu mbea wa kupitiliza. Epuka mtu mbea wa kupitiliza. Robo shakarabaseke. Mtu mwingine, epuka mtu mwenye matusi. Epuka mtu mwenye matusi. Mtu mwingine wa kuepukwa, epuka mtu mwenye kiburi. Epuka mtu mwenye kiburi. Mtu mwingine wa kumwepuka, epuka mtu mgomvi. Epuka mtu mgomvi. Mtu mwingine wa kumwepuka, epuka mtu mwasherati na mzinifu. Epuka mtu mwasherati na mzinifu wa aina zote, aidha mzinifu kama shoga au mzinifu kama wa kuzini na wanawake na wanaume au mzinifu wa msagaji. Epuka mwasherati na mzinifu wa aina zote na uovu mbalimbali. Epuka watu wa namna hiyo kuingia nao kwenye ndoa, kwa sababu kitabu cha Ufunuo sura ya 21 mstari wa 8, kitabu cha Ufunuo sura ya 21 mstari wa 8, Ufunuo 21:8 inasema namna hii: bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabudu sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto wa kibiriti, hiyo ndiyo mauti ya pili. Haya makundi yaliyotajwa hapa ndio makundi niliyokutajia ya watu wa kuepuka kuingia nao kwenye ndoa. Na Biblia inasema watu kama hao sehemu yao ni kwenye lile ziwa liwakalo moto wa kibiriti. Kwa hiyo